Mkuu wa mkoa wa Kigoma, Balozi Simon Siro, ametoa siku 7 kwa wakazi wa mkoa huo wanaowahifadhi au kuwatumia raia wa kigeni walioingia nchini kinyume cha sheria kuhakikisha wanawarejesha makwao. Akizungumza na waandishi wa habari leo June 17, 2026, Balozi Siro amesema baadhi ya raia wa kigeni kutoka nchi jirani wamekuwa wakiingia mkoani Kigoma kupitia njia zisizo rasmi kwa ajili ya kufanya shughuli mbalimbali, jambo ambalo ni kinyume cha sheria za uhamiaji. Hili suala la wahamiaji haramu sio siri. Kwa siku wenzetu kutoka nchi jirani, sitaki kutaja, wanapenda kuja kwetu kwa sababu tuna kila aina ya vivutio. Wanakuja wanapofanya kazi kwenye mashamba, tunawalipa vizuri. Wanakuja wanapata huduma nzuri. Wanakuja wananunua vitu mbalimbali. Lakini lazima tujue kwamba wahamiaji haramu, taratibu zipo za kisheria, wafate utaratibu. Sasa ninachoambiwa ni kwamba kwenye mabaa yetu, kwenye mahoteli yetu, kwenye maduka yetu, na hasa hapa Kigoma mjini, wamejaa wahamiaji haramu. Hii ni kutukosesha heshima kama Watanzania. Watanzania tuna kila sababu ya kulinda maeneo yetu. Wana Kigoma tuna kila sababu ya kulinda mkoa wetu. Sasa wale wanaofanya biashara ambao wanafikiri kwamba hawa wahamiaji haramu ni rahisi kuwatumia, niwaambie kwamba sio rahisi wanafikiria. Hawa kesho na kesho kutwa ndio wanaweza kuleta tabu kwenye nchi yetu. Sasa wale wote ambao wanawahifadhi au wanawatumia hawa wahamiaji haramu, niwaombe na wapo wiki moja warudishe kwao. Waachie kazi na warudi kwao. Bila hivyo tutamkamata yule anayemtumikia, yule ambaye anafanya kwenye hoteli yako au kwenye gesti yako, tutakupeleka mahakamani kwa kuhifadhi mhamiaji haramu. Na yule ambaye anafanya kazi maeneo haya bila kuwa na vibali, nayo tutampeleka mahakamani. Tutakupeleka wewe ambaye unamhifadhi, lakini tutampeleka na yule ambaye ni mhamiaji haramu. Tusifike huko. Watanzania wengi wanatafuta kazi. Kwa nini umlete mtu jirani kuja kufanya kazi kwenye mkoa huu? Na mbaya zaidi ni kujidhalilisha. Nasikia wanazunguka tu, wanazunguka hapa, wanazunguka as if serikali haipo. Kwa hiyo ni angalizo langu kwamba hawa wafanya biashara wote wanaambaba, wenye magesti, wenye nini, ambao wanajua kabisa wana wahamiaji haramu, wawaruhusu, wawaachie waende kwao. Watanzania wetu wanahitaji kazi hizo na wanaweza kuzifanya kazi hizo vizuri. Na sio wanapenda hawa watu kwa sababu ya nini? Wanapenda kwa sababu bei nafuu. Wengine wanasema ni wasichana wazuri. Sidhani kama kuna wasichana wazuri kuliko Watanzania, sio? Kwa hiyo ni mindset tu. Na Watanzania wetu kina dada wanalalamika kwamba wamejaa kila mahala. Nafikiri jambo hili ni kuambia wenzetu ambao wanafanya biashara wafanye biashara kwa kufuata utaratibu.